Karibu tena katika kipindi ambacho tayari tunakuhabarisha, kukuelimisha na kukuburudisha pia. Leo tuko na stori za kimataifa zaidi, tuangazie huko nchini Israeli. Lengo la Israeli bado halijajulikana. Watu wengi nchini Israeli wamekumbwa na mshtuko asubuhi ya leo baada ya mashambulizi mawili ya makombora ya Irani yaliyoua takriban watu 10, wakiwemo wanawake 4 wa familia moja katika mji wa Tamra na mvulana wa miaka 10 na msichana wa miaka 8 katika mji wa Batiam. Maafisa wa Israeli wamekuwa wakiwaonya kuwa nchi hiyo itakabiliwa na siku ngumu, huku wakifanya mashambulio yasiyo na kifani dhidi ya Irani. Israeli imedokeza kuwa hii itakuwa tukio la muda mrefu ambalo linaweza kuchukua wiki, sio siku, lakini lengo lake la mwisho bado haliko wazi. Jana usiku, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema mashambulizi ambayo tayari yametekelezwa ni si kitu ikilinganishwa na yale ambayo Irani itashuhudia katika siku zijazo. Mamlaka ya Israeli zimesema kuwa ni haki kwa hatua kama hiyo kuchukuliwa kwa sababu Irani imekuwa inafikia kiwango kibaya cha utengenezaji wa silaha za nyuklia. Wengi wanahoji hilo, na Irani imekuwa ikisema mara kwa mara kwamba mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya amani, jambo ambalo Israeli inaendelea kukataa. Wakosoaji wa waziri mkuu wamesema hivi ni vita vya kujichagulia na ni kwamba diplomasia inasalia kuwa njia pekee ya kutatua suala linalozunguka mpango wa nyuklia wa Irani. Asubuhi ya huzuni na ngumu sana, rais wa Israeli. Wakati huo huo, rais wa Israeli Isaac Herzog ameandika kwenye X, asubuhi ya huzuni na ngumu sana. Alisema wakati nchi hiyo inaamka ikiwa imeshambuliwa na Irani katika maeneo yake ya kati na kaskazini. Mashambulizi ya uharifu ya Irani yaliwaua na kujeruhi Wayahudi na Waarabu, raia wa Israeli na wahamiaji wapya, wakiwemo watoto na wazee, wanawake na wanaume. Haya ni maneno ya rais wa Israeli. Aliongezea kuwa, niko pamoja na familia wakati huu wa maombolezo mazito na msiba huu mbaya. Ninawaombea majeruhi wapone na kupatikana kwa waliopotea. Tutaomboleza pamoja, tutashinda pamoja. Haya ni maneno ambayo tayari rais wa Israeli alikuwa ameandika katika ukurasa wake wa X. Lakini pia Trump awaonya Irani dhidi ya kushambulia Marekani kwa namna yoyote ile. Rais Donald Trump amesema Marekani haihusiki katika vita vinavyoendelea kati ya Israeli na Irani. Marekani haikuwa na uhusiano wowote na shambulio dhidi ya Irani usiku wa leo, Trump amesema katika chapisho kwenye jukwaa lake la Truth Social Platform. Irani imeonya Marekani na washirika wake kutosaidia Israeli kuzuia mashambulizi yake ya kulipiza kisasi. Ikiwa tutashambuliwa kwa namna yoyote na Irani, mtakubaliana na nguvu kamili na nguvu ya wanajeshi wa Marekani katika viwango ambavyo havijawahi kuonekana, Trump ameongeza. Hata hivyo, tunaweza kufikia makubaliano kwa urahisi kati ya Irani na Israeli kumaliza mzozo huu wa umwagaji damu. Mtazamaji wa Faraja TV, ili kuwa update na habari nyingi ambazo tunakuletea humu, usisahau kusubscribe, like and comment ndani ya Faraja TV Online.